Hii ni Gunners XG, naitwa Amani Mohamed. La ule mkutano wetu ambao tulikuwa tunauandaa wa kukutana Forodhani. Ni hivi, siku ya leo ni Jumapili na rekodi, Jumamosi na rekodi, natumai video hii mtaiona siku ya Jumapili. Kwa hiyo mtakapokuwa mnaitazama Jumapili video hii, Jumatatu, Jumanne ni siku ya mechi, kwa hiyo tutaiacha ipite. Baada ya mechi ya Madrid tutakutana Forodhani. Nitakuwepo Forodhani katikati kwenye ile floating restaurant iliyokuwa katikati ya Forodhani, baina ile na lile jengo la duara pale katikati ya bustani ya Forodhani. Tutakuwepo maeneo yale. Itakuwa vizuri zaidi kama mtavaa jezi za Arsenal, ingawa hilo sio lazima, ili tuweze kuonana na kutambuana kirahisi. Binafsi nitavaa jezi ya mazoezi ya Arsenal ya away, yani ile jezi nyeusi yenye mkono kijani na mwekundu. Kwa hiyo nitakuwa nimevaa jezi hiyo, na kifuani itakuwa na maandishi ya AM Abdurrahman Mohamed. Kwa hiyo kwa wale ambao mtaweza kunitambua kwa urahisi, kwa hiyo tutasalimiana, tutapata kujuana na tutafanya kitu chochote ambacho kitawezekana. Wakati gani tukutane? Tukutane saa 10 jioni. Saa 10 jioni, 10:15 hivi tufanye. Kwa wale wanaokwenda asr, watakuwa asr imeshamalizika, au wanaweza kusali msikiti wa Forodhani pale. Kwa hiyo saa 10:15 tukutane Forodhani, na tutaweza kuongea, tutaweza pengine kufanya video tukikubaliana, na chochote ambacho tutakubaliana tufanye tutakifanya siku hiyo. Kwa hiyo nategemea turnout kubwa kwa wale ambao mko Zanzibar kwa ajili ya tukio hilo. Pambano kati ya Arsenal na Everton, mechi ambayo imefanyika katika uwanja wa Goodison Park. Hii itakuwa ni mechi ya mwisho kabisa Arsenal kucheza katika uwanja huo, kwani mwakani Everton inahama Goodison Park baada ya kumalizika kwa uwanja wake mpya. Ni utakuwa ni mmoja kati ya uwanja bora kabisa katika ligi kuu ya England. Hivyo hii ndio mara ya mwisho kucheza katika uwanja huo. Matokeo kama mnavyojua kwamba ni suluhu ya bao 1-1. Kwa upande wa Arsenal, mechi hii haikuwa na umuhimu mkubwa sana. Zaidi ni kwamba Arsenal ilikuwa makini kuhakikisha kwamba hawapati jeraha jengine ambalo litaathiri matayarisho yao ya robo finali kati yake na Real Madrid siku 3 zijazo, yani katika siku ya Jumanne. Kwa hiyo hata ukiangalia lineup, Arsenal imefanya mabadiliko 5 na tutaanzia hapo. Mabadiliko hayo 5 kama tulivyoeleza yanatokana na matayarisho ya Real Madrid. Wachezaji waliobadilika ni Jakub Kiwior ameanza center back wa kushoto. Hii inatokana na jeraha kwa Gabriel Magalhaes. Na upande wa katika midfield, mlinzi Partey inaelekea amepumzishwa, alikuwa benchini na hakuingia kabisa mchezoni. Badala yake katika namba hiyo alianza Jorginho, ingawa alimalizia Declan Rice. Mikel Merino ameondoka kwenye nafasi ya striker na kurudi kati baada ya kupumzishwa kwa Captain Martin Odegaard. Hivyo ameshuka kati upande wa kushoto, upande wa kulia akaenda Declan Rice. Na kwa upande wa mashambulizi, Trossard amecheza kati, Nwaneri ameanza kulia, na upande wa kushoto amekuja Raheem Sterling, na hivyo Martinelli amepumzishwa. Kwa hiyo wachezaji ambao wamecheza mechi ya leo lakini hawakuwepo mechi iliyopita ni Jakub Kiwior, Benjamin White au Ben White, Raheem Sterling, Jorginho pamoja na nadhani ndio hao ni 5 tayari. Kwa hiyo ni mabadiliko 5. Lengo zaidi ni kujaribu kuwa protect wachezaji kwa ajili ya mechi ijayo ya Real Madrid. Nadhani huu ulikuwa ni uamuzi wa busara sana kwa Arteta na jopo lake la makocha wenzio wapatao 13, kwani pigo tulilopata kwenye mechi iliyopita la kuumia kwa Gabriel Magalhaes mpaka sasa hivi ni kama kwamba hatuamini. Kwa hiyo nasema kwamba ni uamuzi wa busara sana, tena sana, kuwapumzisha wachezaji wote hao. Sasa tuingie kwenye takwimu za mchezo. Kiujumla mchezo haukuwa na mvuto wa hali yoyote. Ulikuwa ni mchezo ambao kama kwamba Arsenal inacheza na gia nambari 2 tu. Hawakutaka kutumia nguvu kubwa kufanya mashambulizi ya kasi au kuwa creative sana. Walicheza zaidi kama ni game ambayo wanataka imalizike bila ya matatizo yoyote. Arsenal ilitangulia kupata bao, ingawa hali kipindi cha pili kilipoanza kwenye dakika 34 Trossard again
alipata mpira na kudribble kidogo kutengeneza nafasi kwa upande wa kushoto. Uzuri wa Trossard ni kwamba anapiga miguu yote miwili. Kwa hiyo defender alianticipate kwamba Trossard atakata ndani, lakini Trossard akatoka nje na kupiga shuti kwa mguu wa kushoto na kuingia upande wa kushoto kwa kipa vile vile, yani upande wa posti ya mbali. Kwa hiyo na kuandika bao la kwanza, lakini kwa ujumla haikuwa ni mechi ambayo ina msisimko mkubwa. Lakini kabla tujaingia kwenye takwimu zenyewe, tumalizie swala la bao. Goli la kurudisha lililofungwa na timu ya Everton lilikuwa a little bit controversial. Miles Lewis Skelly kwa mara nyingine anakuwa involved kwenye goli ambalo tuna concede. Dogo na bahati mbaya niseme, au ana matatizo. Leo sio siku yake ya kuchambua hilo, lakini Miles Lewis Skelly akiwa anakabana na beki aliweka mkono kujaribu kuzuia beki asipite mbele yake. Kwa hiyo kulikuwa kuna figisu ile ya kuvutana. Hatimaye wote wawili walianguka, lakini referee akaamua kwamba ile ni foul na aliyecheza foul ni Miles Lewis Skelly. Kuna mambo mawili. Kwanza, wote wawili walikuwa wanasukumana. La pili, kama ile ni foul inachezwa pale, inawekwa pale ilipoanzia. Foul ile imechezwa nje ya box la Arsenal, na ingawa wachezaji walikuja kuangukia ndani ya box. Kwa hiyo kama ni foul, basi ilikuwa ni free kick itolewe nje ya box. Lakini waamuzi wakishirikiana na VAR kwa mara nyingine tena waliamua kwa ile ni penalty ambayo iliandika bao la kusawazisha. Lakini katika penalty tuna la kuzungumza kuhusu goalkeeper David Raya. David Raya ana matatizo kwenye penalty. Na tatizo lake kubwa, anapeleka telegraph kwa mpigaji kwamba mimi nakwenda huku. Ninachomaanisha hapa ni kwamba anaruka mapema mno kiasi kwamba mpigaji anaweza kufunga goli kirahisi kwa kupiga upande ambao Raya hakuruka. Na tumeona penalty 4-5 za mwisho zote Raya anashindwa kuokoa na zinapigwa upande tofauti na yeye aliyoruka, kwa sababu Raya anaruka mapema sana. Natumai goalkeeping coach wa Arsenal ataliona hili na kulifanyia kazi haraka sana kabla ya mechi ya Madrid, kwani iwapo mechi zote mbili zitatoka suluhu, tujue kwamba kutakuwa na mikwaju ya penalty 5-5. Kwa hiyo Raya anahitaji kufanya marekebisho ya haraka sana katika swala hilo. Hiyo ndio kwa upande wa magoli. Sasa turejee kwenye takwimu. Kwa upande wa umiliki, Arsenal imemiliki sana mchezo ikiwa na 71% ya umiliki, huku Everton ikiwa na 29%. Nadhani sasa hivi tumeshazoea kuzungumza hilo. Karibu 80% ya michezo kwa makisio ya michezo ya Arsenal inazizidi timu pinzani kwa umiliki kwa kiasi kikubwa sana, kutokana na uwezo wao mkubwa wa kuchezea mpira, kucheza pasi bila ya kuwa na kipapume au kupanic niseme, na hivyo wanaweza sana kukaa na mpira muda mwingi. Kwa mechi nyingi Arsenal inakuwa na umiliki mkubwa, lakini hii haimaanishi kwamba eti mlikuwa mna threat sana au mnashambulia sana. Ni umiliki tu kwamba mlikuwa na mpira muda mrefu. Kwa upande wa XG, expected goal au magoli tarajiwa, Arsenal ilikuwa na 1.83 huku Everton ikimaliza na 1.05. Si kawaida timu ndogo ndogo zinapocheza na Arsenal kufikisha XG ya 1, lakini leo Everton imeweza kufikisha XG ya 1 kwa sababu imepata mkwaju wa penalty. Tukumbuke kwamba mkwaju wa penalty peke yake una XG ya baina ya 0.75 mpaka 0.8. Kwa hiyo XG halisi kabisa ukiondoa set play ya penalty, XG halisi ya Everton itakuwa ni kwenye 0.2 labda au 0.25 kama hivi, lakini si zaidi ya hapo. Kwa upande wa viwango vya timu, Arsenal ime underperform a little bit, kwa sababu kama tunavyoongea kawaida yetu kwamba kiwango cha timu lazima kifikie 7 ya 10 kuielezea kwamba timu imefanya vizuri. Leo Arsenal imepata 6.91 ya 10. Nadhani kama nilivyosema awali, Arsenal walikuwa wanacheza na gear namba 2, hawakuwa na haraka, hawakuwa na creativity, hawakutumia nguvu, hawakuforce kutafuta ushindi. Kama tunavyoelewa kwamba Premier League imemalizika almost, kwa upande wa nani atakuwa bingwa. Kwa hiyo Arsenal hawakuwa na haja ya kupoteza nguvu nyingi, na walihitaji actually kupreserve energy kwa ajili ya mechi ya robo finali ya Real Madrid. Kwa upande wa Everton, kiwango chao kilikuwa 6.71, kwa hiyo imezidiwa na 0.2 na Arsenal. Mashuti, Arsenal imepata mashuti 14, lakini ni 3 tu ndio waliolenga goli, huku Everton ikiwa na mashuti 5, 2 yamelenga goli. Kwa hiyo Arsenal kama kwa siku nyingine, kwa mara nyingine tena walikuwa very wasteful, mashuti mengi hayakuwa na mwelekeo mzuri. Everton nafikiri imeweka rekodi ya kupiga pasi chache zaidi kuliko timu yote iliyokutana na Arsenal siku ya leo, baada ya kuwa na pasi 179 tu mchezo mzima, huku Arsenal ikipiga pasi 400
49. Everton walijua wazi kwamba hawawezi kwenda head to head dhidi ya Arsenal. Kwa hiyo almost walikuwa wanafanya high pressing kwa sekunde chache. Wanapopoteza mpira kwenye high pressing wana drop deep, wanaweka low block. Kwa hiyo hilo lilisababisha muda mwingi wasiwe na mpira na hivyo kumaliza mchezo wakiwa na pasi chache mno. Kona Arsenal ilikuwa na kona 8 dhidi ya kona 3 za Everton. Kwa hiyo hatuna mengi sana leo ya kuzungumzia mchezo wa leo, kwani kama tunavyoelewa it's all about next game, Real Madrid v Arsenal, Emirates Stadium siku ya Jumanne saa 2 usiku kwa saa za Uingereza. Na sasa hivi Uingereza wamebadilisha masaa, kwa hiyo tumetofautiana masaa mawili. Kwa hiyo saa 4 kasorobo juu ya alama mchezo huo utaanza. Tunaisubiri kwa hamu mechi hiyo, japokuwa kuna matatizo machache. Tunachojifunza katika mechi ya leo ni kwamba Jakub Kiwior hakuonyesha mchezo mbaya sana siku ya leo. Ndio mchezaji ambaye tuna mashaka naye kwa sababu ndio mchezaji mpya ambaye anaingia kwenye lineup katika nafasi ambayo aliyekuwa anacheza kabla yake alikuwa anafanya vizuri sana, yani Gabi Magalhaes. Sasa Jakub Kiwior hakucheza mchezo mzuri sana, lakini we shouldn't be carried away. Tusichukulie kwamba na siku ya Madrid itakuwa hivyo, kwani siku ya Madrid anakutana na Jude Bellingham au Kylian Mbappe, world class player. Kwa hiyo Jakub Kiwior atahitaji kuwa makini sana tena sana, kwa sababu kama tunavyoelewa ni wachezaji wenye kasi, ni wachezaji wenye intelligence ya hali ya juu na wana uwezo mkubwa sana wa finishing. Anahitaji kutowapa hata robo nafasi. Kwa hiyo Kiwior atahitaji kuwa katika his best game. Na vile vile tunategemea Partey atamlinda sana Kiwior siku hiyo. Kwa hiyo hilo ndo tunaloweza kuzungumza, na zaidi ya hapo leo hakuna jeraha jipya, isipokuwa tulikuwa tuna mashaka na Trossard. Half time alikuwa na limp, alikuwa anachechemea kidogo, lakini alirudi kipindi cha pili na kumaliza mchezo. Kwa hiyo hopefully hakuna jeraha jipya, lakini good news ni kwamba Benny Blanco, Ben White pamoja na Jurriën Timber wote wameshiriki katika mchezo huo. Ni miongoni mwa madefender ambao mechi iliyopita Ben White hakuwepo na Jurriën Timber alitoka uwanjani na jeraha kabla ya mchezo kumalizika. Kwa hiyo tulikuwa tuna wasiwasi na wachezaji hao, lakini turns out to be a very small knocks, na wote tunatarajia watakuwa tayari kwa mechi ya Real Madrid. Hilo linaleta faraja kubwa. Lakini je, swali ni kwamba Ben White atacheza center half au Jurriën Timber badala ya Kiwior? Kwa mtazamo wangu hapana. Nadhani center back watacheza William Saliba pamoja na upande wa kushoto atacheza Kiwior, kwa sababu ya msingi ya kwanza, mechi zote mbili hizo ambazo Gabi hakuwepo, ya kwanza ameumia katikati ya mchezo, ameingia Kiwior. Okay, White na Timber hawakuwepo, au mmoja alikuwa tayari kwa uwanjani anacheza nafasi nyingine. Lakini leo ilikuwa ni siku ya kutuonyesha nini, mabadiliko gani yatafanyika. The fact that amempanga Kiwior center back, tunadhani siku hiyo atacheza Kiwior, hasa ukizingatia vile vile Mikel Arteta ana falsafa kwamba beki wakati wa kushoto, yani left center back, anachezea mguu wa kushoto. Kiwior ni mguu wa kushoto. Jurriën Timber ni two footed, lakini mguu wake hasa ni mguu wa kulia. Ben White mguu wa kulia. Kwa hiyo tunadhani Kiwior ataanza, unless aonyeshe matatizo, basi huenda atatolewa na kuingia mmoja kati ya hao ambao hatakuwepo uwanjani. Tunakumbuka mechi ya Bayern Munich robo finali kama hii, alicheza beki wa kushoto Kiwior. Bayern Munich wakawa wanamtarget sana off the ball, na alionyesha udhaifu mkubwa katika eneo hilo. Baadaye alikuwa substituted half time. Sasa leo hayuko beki wa pembeni, yupo kati, eneo ambalo ni hatari zaidi kuliko kukaa pembeni. Let's hope kwamba atalindwa na yeye ata stand up na kupiga performance yake nzuri. Ukiondoa tatizo hilo, sio ni tatizo nyingine kwa sasa. Bukayo Saka leo alikuwa mchezoni, lakini alikuwa quiet sana. Arsenal imeshambulia zaidi upande wa kushoto, kwa hivyo Bukayo Saka hakupata kucheza sana mpira. Amecheza dakika 45, lakini hakuwa na performance yoyote ya kushtua au ya kuleta msisimko wa aina yoyote. Kwa hiyo hayo ndio tunaweza kuyazungumza. Asanteni sana kwa kutufuatilia. Tunakushukuruni sana. Tukutane tena siku nyingine. Naitwa Mani Mohamed. Tafadhali sana subscribe kama bado hujafanya hivyo.